Kwa siku ya leo tutakuwa naye wakili Melito Ukongoji pamoja na wakili Susan Barnabas, tukizungumza mada ambayo inahusu sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Tutazungumza mengi kuhusiana na sheria hii, lakini pia utafahamu taarifa hizi binafsi ambazo zinazungumzwa ni taarifa zipi. Karibu sana, mimi naitwa Faustin Madilisha mpaka hapo saa 4 kamili za asubuhi ambapo itakuwa ni tamati ya kipindi hiki. Lakini pia kwa wale ambao unatusikiliza, nafasi ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi ama kutupigia hapa bado uko nayo kupitia nambari ya simu 0746112235. Una nafasi ya kuweza kututumia ujumbe wako mfupi. Lakini pia kama unahitaji zaidi kuzungumza nasi hapa, tumia nambari ya simu 0782611178 0782611178. Karibu sana, tusonge mbele mpaka hapo saa 4 kamili za asubuhi. Karibuni sana wageni wetu kwenye kipindi chetu kwa siku ya leo. Tuzungumze kuhusiana na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Karibuni sana. Asante sana ndugu mtangazaji, tunashukuru. Naam, kwa siku ya leo tunazungumza kuhusiana na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Karibu Melito, wakili Melito Ukongoji, utupitishe huko, lakini pia kwa utambulisho zaidi wa mada hii. Asante sana ndugu mtangazaji, kama ulivyonitambulisha, naitwa Melito Ukongoji, wakili wa serikali, lakini pamoja nami niko na Susan Barnabas, wakili wa serikali. Tunashukuru kwa mwaliko mzuri, lakini hii leo tumekuja na mada ya sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Sasa sheria hii ni mahususi na ni nzuri sana kwa nyakati hizi, kwa sababu mitandao ya kijamii watu wamekuwa wakitumia sana mitandao ya kijamii, lakini pia watu hao wanaotumia mitandao ya kijamii wanapaswa kujua ulinzi wa taarifa binafsi kwa mustakabali wa taifa hili na kwa mustakabali wa kila mmoja wetu. Sasa kwa utangulizi tu ni kwamba taarifa binafsi ni nini? Na kwa nini kuna hii sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, personal data? Taarifa binafsi ni taarifa, msingi wake unaundwa na sheria, na sheria hizi ambazo zinalinda taarifa binafsi msingi wake ni sheria za kimataifa ambazo zimetokana na Umoja wa Mataifa, lakini pia baada ya kuwepo sasa katika mazingira hayo ya kanuni na sheria katika Umoja wa Mataifa, na sisi ni wanachama kama Tanzania ni wanachama katika Umoja wa Mataifa, lakini pia tumeweza sasa kuzifanya pia katika nchi yetu ziwe ni sheria kamili baada sasa maridhiano na makubaliano katika ngazi ya mataifa mbalimbali, United Nations. Sasa kwa Kiingereza tunaita kwamba tuna codify kile ambacho kimeazimiwa katika level ya kimataifa, na sisi tunazileta katika nchi yetu, tunazitengenezea sheria. Kwa hiyo tuna sheria za kimataifa zinazolinda uhuru wa taarifa binafsi, lakini pia tuna sheria za ndani ndizo ambazo tunazitumia katika ulinzi wa taarifa binafsi. Na katika hilo sasa, baada ya kutambulisha hizo muhtasari wa jambo hili kwa ufupi kuhusiana na sheria za kimataifa na sheria za ndani, naomba nimkaribisha sasa wakili mwenzangu, wakili Susan, aweze kuelezea sasa kuanzia hapo na kuendelea, lakini baadaye sasa na mimi nitaendelea kufafanua mengine katika ulinzi wa taarifa binafsi. Asante. Asante. Leo tunaangalia sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, na kama alivyoeleza wakili hapo mwanzoni, kwa Tanzania sheria ya ulinzi binafsi sura namba 44 imetengenezwa hapa kwetu na bunge letu na kuanza kufanya kazi mnamo mwaka 2023. Lakini pia katika hiyo sheria kuna tunasema miongozo, ama kwa lugha rahisi kwa Kiingereza tunaita regulations and rules. Kwa Kiswahili ambacho sio rasmi tunaita miongozo, ambapo tuna ulinzi wa taarifa katika namna ya kusanya, kutunza, lakini pia matumizi ya hizo taarifa binafsi, ambayo inaitwa the Data Protection, Collection and Processing of Personal Data Regulation, ambayo ni GN namba 349. Lakini pia tuna Data Protection Complaint Handling Procedure Regulations namba 350, ambayo hii tunasema yenyewe inahusika na
kulinda taarifa, lakini sasa hii inatoa mwongozo kwa namna gani endapo kuna mtu anahisi taarifa zake zimetumiwa ambavyo sivyo ipasavyo. Kwa hiyo anaweza akapeleka malalamiko yake kwenye vyombo ambavyo vinahusika. Taarifa binafsi ni zipi sasa? Tunaweza tukasema taarifa binafsi ni zile taarifa zozote ambazo zinamhusu mtu, aidha katika masuala ya jina, sehemu anapofanyia kazi, umri, maisha, taarifa za kimahusiano, let's say taarifa za ndoa, marital status, taarifa za kuhusu masuala ya afya. Hizo zote tunaita ni taarifa binafsi ambazo ni siri ya mtu obvious, lakini kuna sehemu ambapo utahitajika utoe hizo taarifa. Sasa zile sehemu ambazo unaenda na unazitoa zile taarifa, wale watu wanaozichukua zile taarifa wanapaswa kuzilinda zisiweze kuwa exposed kwa watu wengine, yani zisitolewe kwa mtu mwingine pasipo ridhaa yako. Sasa ni watu gani ambao sasa wanahusika kwenye tunasema wanahusika kwenye hizi kukusanya hizi taarifa au kuzitoa hizi taarifa? Watu binafsi, individuals wanahusika, mashirika ya umma, taasisi za serikali ina maana kama polisi, mahakama, hospitali, mamlaka ya mawasiliano, wote hao wanahusika kwenye kupata hizi taarifa za mtu binafsi. Makampuni ya simu, sasa hapo tunaongezea kwenye private entities kwamba makampuni binafsi. Tuna makampuni ya simu, lakini not only that, makampuni ya simu ambao tunasema ni private, lakini hata hospitali zipo za private, shule. Kwa hiyo sehemu nyingi sana ambazo tunaenda lakini tunahitaji huduma, lakini pia tunaacha taarifa zetu binafsi. Kwa hiyo watu wote hawa niliowataja ambao wanahusika kwenye kukusanya hizi taarifa na kuzitumia kwa kazi zao zozote zile wanazozifanya, wanatakiwa wahakikishe ulinzi wa zile taarifa kwa mujibu wa hii sheria. Sasa tunasema ni wajibu, tumeshasema kwamba watu wanahusika. Kwa hiyo katika hii sheria inatambua watu ambao, kwanza tunasema mtu ambaye anatoa taarifa ambaye ni mtu binafsi kama individual. Lakini kuna mtu ambaye anakusanya zile taarifa, tunamuita data collector. Na kuna mtu ambaye yeye anazichakata zile taarifa, tunamuita data processor. Kwa hiyo hawa wote wanatakiwa kuzingatia, na sheria imewapa wajibu na majukumu yao ya kufanya ili kuhakikisha hizi taarifa zinalindwa. Sasa tunasema nini haki ya mtu ambaye taarifa zake zinachukuliwa? Sawa? Tunasema lazima apewe taarifa. Kwa Kiingereza tunasema written consent, na arizie zile taarifa zake kuchukuliwa. Kuna mfano mmoja ambao ulitolewa na ukatrendi sana kwamba unaweza ukaenda guest house ama hotelini, ila hulazimishwi kuandika jina lako, kabila wala umri. Ni wewe mwenyewe. Ni wewe mwenyewe. Kwa maana hiyo wanaofeki majina ni sahihi wao kufanya vile. Ndio, anaficha identity yake, anaficha utambulisho wake. Ambao pia ni nzuri. Sio mbaya, ni nzuri. So kwa hiyo mtu ambaye anatoa zile taarifa lazima aambiwe na alizie kuzitoa zile taarifa. Lakini pia apewe uhuru wa kuweza kuzifikia zile taarifa zake endapo atazihitaji. Lakini pia kama kuna namna ambayo atahitaji kufanya marekebisho kwenye zile taarifa zake, lakini apewe hiyo haki ya kwenda kufanya marekebisho kwenye hizo. Lakini pia ana haki ya kuomba taarifa zake zifutwe. Sawa? Kwa mfano mimi nina namba ya simu, nahitaji hii namba ya simu siitumii tena. Naweza kwenda kwenye kampuni ya simu nikawaambia naomba hii namba nisifanye nini? Ifungwe, isitumike tena. Ina maana itakuwa ndo tunasema kama tunaonaga kuna muda tunasema hii namba alikuwa anaitumia fulani ila sasa hivi amepewa fulani. Kwa hiyo unakuta ile wameifunga. Kwa hiyo huyu mtu tena taarifa zake hazipo, ziko taarifa za mtu mwingine. Lakini anatakiwa apewe haki ya kupinga zile data zake zisichukuliwe. Sawa? Lakini pia anasema anatakiwa ahusishwe kwenye mchakato mzima wa kufanya maamuzi endapo zile data zake zinahitajika kutumika. Decision making, right?
anatakiwa afanye nini? Apewe. Na hii ni kwa mujibu wa sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi. Na hii inatakiwa watu wote wanaohusika na masuala ya taarifa, ya kuchukua taarifa binafsi, kuprocess, kuzihifadhi, wajue kabisa kwamba mtu ambaye wanachukua taarifa zake ana haki gani za msingi. Na endapo, na sheria inaendelea mbele zaidi inasema kama hutotimiza wajibu ama hizi haki mtu atatopewa, itaonekana umevunja, tunasema umekiuka haki za huyu mtu kwa mujibu wa hii sheria ya ulinzi. Sasa ni majukumu gani ambayo watu wanakuwa nayo, haswa hao wanaohusika na kukusanya hizi taarifa? Sheria imetoa, tunasema, wajibu kwa watu ambao wanahusika na masuala yote ya ulinzi wa taarifa binafsi. Wajibu wa kwanza ni kuhakikisha kwamba hizo taarifa hazitolewi kwa mtu mwingine yoyote pasipo ridhaa ya mtu wa taarifa. Sawa. You are not allowed, tunasema you are not allowed to dispose hiyo taarifa kwa watu wengine ambao hawahusiki na kuaccess hiyo taarifa. Lakini pia kuhakikisha kwamba hizo taarifa haziwi misused. Tunasemaje sijui kwa Kiswahili? Hazitumiki vibaya. By any means. Kwa hiyo tunasema huruhusiwi kutumia taarifa za mtu binafsi. Mfano ni kufanya labda matangazo. Unachukua taarifa za mtu unaenda kufanya matangazo kwa minajili labda ya biashara yako. Pasipo yeye mwenyewe kulizia. Kwa hiyo umekuwa umevunja haki na ya huyo mtu. Lakini pia tunatakiwa tutoe taarifa kama mhifadhi data, mkusanyaji data, anatakiwa atoe taarifa kwamba kuna upotevu wa data. Sasa mara nyingi data sasa hivi tunatunza kwenye mfumo. Tukiangalia let's say mfano RITA, makampuni ya simu, taarifa zote zinakuwa kwenye mfumo wao. Sasa ikitokea hizo taarifa zimepotea kwa namna yoyote ile, either mfumo umekuwa hacked, tunasema mfumo umeingiliwa na watu ambao hawahusiki, kwa hiyo imesababisha zile data kupotea, unatakiwa utoe taarifa kwa mamlaka husika kwamba kuna tatizo hapa limetokea. Ambapo sasa tunaona kabisa wateja wetu ama watumiaji wetu wateja wetu tunaowahudumia, taarifa zao zinaweza zikasambaa kwa sababu zitakuja kutolewa na mtu ambaye hahusiki. Kwa hiyo ni lazima tutoe taarifa. Lakini pia kama sana sana tunaangalia kwenye kwa mfano kwenye makosa ya jinai, kuna taarifa ambazo mataifa mengine wanaziomba kutoka kwetu. Labda mtu amefanya kosa nje ya Tanzania. Kwa hiyo kuna taarifa ambazo wanazihitaji. Mtu yoyote ambaye atakayeombwa zile taarifa haruhusiwi kuzitoa zile taarifa pasipo kibali cha mkurugenzi wa tume ya taarifa binafsi, ya ulinzi wa taarifa binafsi. Kwa hiyo kama yeye mtu ambaye anahusika na masuala ana taarifa za mtu, haruhusiwi kuzitoa pasipo kibali cha hiyo kwa mujibu wa hii sheria. Lakini pia wanatakiwa wahakikishe wanasajili wao kama tunasema wakusanya taarifa na wachakata taarifa, wanatakiwa wajisajili kwa mujibu wa hii sheria. Kwa hiyo ni wajibu wao mmoja wapo. Kwa hiyo kama unakusanya taarifa zozote za mtu ama za tunasema watumiaji wa bidhaa zako, unatakiwa ujisajili kwa mujibu wa hii hapa. Lakini pia sheria inataka makampuni ama taasisi kuwa na mtu ambaye anaitwa data protection officer. Mtu ambaye yeye atakuwa anahakikisha kwamba zile kumbukumbu, sio anatunza hizo kumbukumbu, lakini anahakikisha kwamba taasisi inafuata sheria inavyotoa miongozo. Yaani ile miongozo yote ambayo inatolewa na sheria inasimamiwa ipasavyo. Sasa tukaendelea mbele zaidi tukasema sasa kunapokuwa na sheria, ina maana kuna kitu kikivunja itakuwa ni kosa. Sawa. Na kabla hatuendelea hapo, kama kitu kikifanya utakivunja, umezungumza kuhusiana na hizi hatua kwamba kuna mwanzo anakusanya, kuna yule mchakataji, kuna mpaka hatua ile ya mwisho. Sasa sisi tuna maisha yetu ya kijamii huku
Yaani mara nyingi hapo umezungumza, kama nimekupata vizuri, kwamba kwenye hawa ambao wana haki ya kukusanya data hizi, kwamba kuna makampuni binafsi, kuna hospitali, sijui kuna jeshi la polisi ambao wana haki hiyo ya kukusanya taarifa binafsi. Lakini sisi huku tuna maisha yetu kivyetu, kwamba tunavyoishi ni tofauti na huku ambako mfumo rasmi ambao unataka, kama alivyozungumza hapo wakili Melito kwamba kuna sasa hivi watu wanatumia taarifa wanatumia mitandao ya kijamii hii. Kwa sheria inamtaka nini mwananchi ambaye ni wa kawaida kabisa huku, ambaye yeye sasa hivi amekuwa ni mtu ambaye anatumia taarifa za mitandaoni? Mimi naweza nikachukua leo habari yangu, nimesikia labda wakili Suzana ana hivi na hivi na hivi, nikaingia zangu kwenye mtandao wa kijamii nikaanza kuchapisha ile taarifa. Sheria inamtaka nini mwananchi ambaye anatumia sana hii mitandao ya kijamii kwenye uchapishaji wa taarifa binafsi za mtu mwingine? Ni kosa kisheria kuchapisha taarifa ya mtu binafsi. Na kama wewe sio tunasema sio mamlaka husika, hilo ni kosa. Hii sheria tunapoisoma hatusomi peke yake, tunasoma na sheria nyingine. Huko mbele tutaeleza kwamba hii sheria hatuisomi in isolation na sheria nyingine. Hii sheria inafanya kazi ikishiriki, yani tutaifanyia kazi na tunaifanyia kazi kwa kushirikiana ama kwa kusoma na sheria nyingine. Kuchapisha taarifa yoyote na ambao haijathibitika ni kosa. Na sana sana kosa tulikuwa tunaliona kwenye Cyber Crime Act. Sheria ya makosa ya mtandao. Ndio tulikuwa tunaona huko kwamba ukichapisha taarifa ambayo ina uongo inakuwa ni kosa. Ni kosa kisheria. Lakini sasa watu tunasahau matumizi yetu ya mitandao ya kijamii. Ukisoma hii mitandao yetu ya kijamii, ukiwa una download zile kwenye applications zile. Ndio, kuna sehemu tunasema unasoma zile terms and conditions and you agree with the terms and conditions. Lakini wengi tuna agree tu kwa sababu lugha inayotumika mule kwanza ni ngumu. Hatuielewi. Kwa hiyo tuna agree, lakini ukisoma terms and conditions mule wametoa prohibitions za vitu ambavyo mtu hutakiwi kuchapisha. Kwa hiyo ukichapisha kitu ambacho sio sahihi na yule mtu akaenda kutoa malalamiko yake mahali panapohusika, wewe ni mkono wa sheria upo juu yako. Lakini Melito, labda kama kuna asante ndugu mtangazaji. Nashukuru sana wakili Susan, amefafanua vyema na ameeleza vizuri mno muktadha mzima wa sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi. Niongeza na ufafanuzi kwenye mazingira ambayo ameyasema hapa mwenzangu. Tuanze labda na msingi ambao kimsingi umeuliza swali, umeuliza vizuri sana. Kwanza niseme hakuna mtu ambaye yuko juu ya sheria, na sheria inasema kwamba kutojua sheria sio kinga. Ignorantia legis non excusant. Kutojua sheria sio kinga. Na ndio maana sisi pia tunashukuru pia kupitia kipindi hiki na kupitia redio hii. Tunashukuru kwa sababu tunaongea na jamii ituelewe. Lakini ni wajibu wa kila mtu mmoja mmoja kujua kwa nafasi yake, kwa jitihada zake, kwa utaratibu wake, kujua taratibu na kanuni na sheria za nchi hii. Nini zinakataza, nini ambacho kinaruhusu. Sasa kupitia vipindi kama hivi, na pia tuwashukuru ninyi ambao kama nilivyosema kwamba mnatoa wasaa na sisi mawakili kuja kuzungumza na wananchi hapa, kwamba mtu yeyote anaye unapoiona taarifa kwenye mtandao na wewe pia ukairusha kwa namna nyingine au ukaiweka kwenye blogu yako, na wewe kwanza umevunja sheria, kwa sababu taarifa ile, yule ambaye mwenye taarifa zake binafsi amerushiwa taarifa zake kwenye mtandao, pengine ridhaa, wewe unayetaka kurusha kwa mara ya pili hujui kwamba aliyerusha kwa mara ya kwanza alipata ridhaa au hakupata ridhaa kutoka kwa mhusika. Lakini wewe from nowhere umeichukua ile taarifa na wewe ukaiweka kwa namna yako, ukairusha kwa namna yako, pengine upate watazamaji wengine kwenye eneo lako. Sasa huyu, kwa sababu kwa mujibu wa sheria kama mwenzangu alivyosema, hizi sheria zina muunganiko, ziko nyingi kidogo. Kwa mfano sheria ya makosa ya kimtandao, Cyber Crime Act, inakataza pia kwamba every publication, yani unaporusha kwa mara nyingine, unapoitoa kwa mtu A na kuirusha tena kwa wewe, sasa kuichukua kwako na kuirusha kwenye eneo lako, pale ni unatenda kosa jingine jipya
kwa sababu hutakiwi kufanya kile ambacho unachokifanya. Kama hujui msingi wake wa hii taarifa, msingi wake ni nini? Je, huyu aliyerusha kwa mara ya kwanza kwenye mtandao alipata ridhaa kwa mhusika na amefuata taratibu zote? Lakini bila kuangalia hicho, na wewe unaichukua na kuirusha tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo na wewe pia utashtakiwa kwa mujibu wa sheria kama vile huyu wa kwanza alivyofanya. Kwa hiyo wote mnashtakiwa kwa kosa moja, na kwa mujibu wa sheria mkipatikana na hatia mnaadhibiwa kwa adhabu inayofanana. Lakini pia katika mazingira hayo kuna sheria nimetaja hapa, sheria ya makosa ya kimtandao kwa maana Cyber Crime Act, na yenyewe pia inadhibiti eneo hilo. Lakini pia kuna sheria ya Copyright and Neighboring Rights Act. Sheria ya haki miliki, sio hati miliki, haki miliki. Yes, pia nako inazuia wewe umetengeneza labda tangazo lako, au umekwenda kwenye tukio fulani, ukapiga picha yako vizuri, ukachukua video kwenye eneo fulani, alafu ukaitengeneza kwa ajili ya kurusha kwenye chombo chako cha habari. Mwingine haruhusiwi kuchukua ile, kwa sababu amevunja na amekiuka sheria ya haki miliki. Wewe ndo una absolute right ya kutumia ile kitu ambacho umeshakiandaa wewe sasa kwa ajili ya kurushwa kwenye chombo chako, lakini ukaona taarifa yako kama ilivyo inarushwa na chombo kingine. Kwa hiyo pia sheria ya haki miliki nayo inazuia. Kwa hiyo kimsingi sheria zinategemeana hizi: ulinzi wa data, ulinzi wa taarifa binafsi. Kitu ambacho umeshakiandaa wewe ni cha kwako sasa katika mazingira hayo. Sasa pengine umekipataje huko? Umekipata katika mazingira ambayo ni lawful ya kisheria, umekipata, lakini umekiandaa, umeedit, umeshaandaa, unataka kurusha, lakini mwingine pia anataka anaipata na irusha. Kwa hiyo maana pale pia amekiuka taratibu, kanuni na sheria. Kwa sasa wito wetu au rai yetu kwa mujibu wa sheria kwamba hakuna ambaye yuko juu ya sheria, wala hakuna wa mtaani, wala hakuna wa wapi. Kila mtu anatakiwa azingatie taratibu na sheria ambazo ziko katika nchi hii. Sasa kwa kufafanua pale mwenzangu alipokuwa ametangulia kusema kwamba hizi taarifa hizi ambazo hivi vyombo ambavyo mtu binafsi au taasisi au chombo kingine chochote kinatakiwa kihakikishe kwamba inatumia ile personal data, taarifa binafsi za mtu binafsi katika mazingira ambayo ni halali. Isitumie katika mazingira ambayo ya kumvunjia utu wake, ya kumzalilisha na kufanya vinginevyo. Kwa hiyo sheria inakataza hiyo. Inakataza kwa mujibu wa kifungu cha 26 mpaka 30 cha sheria hii ambayo tumeisema ya ulinzi wa taarifa binafsi, ambapo inazuia kwamba hata kama umepata taarifa binafsi za mtu fulani, au let's say mtu kama ni taasisi kama polisi, mtu amekwenda kutoa taarifa polisi, amedisclose, ametoa taarifa zake pale vizuri, zile taarifa zinatakiwa zilindwe. Hiki chombo hicho ambacho ni polisi au chombo kingine hakitakiwi kutumia hizo taarifa kwa namna tofauti, kwa namna ovu ya kutaka kumdhalilisha huyu mtu, ila itaruhusiwa kutumia kwa mujibu wa sheria kwa lengo la kufanikisha kile ambacho taasisi ile imewekwa pale kwa mujibu wa sheria. Kama ni taarifa kwa mfano ambayo mtu ameweka pale itawezesha labda kumkamata mhalifu mwingine, wanaweza wakatumia kwa namna hiyo, lakini si vinginevyo. Kwa hiyo hawatakiwi kutumia taarifa za mtu binafsi hata kama zimetolewa kwenye mamlaka sahihi, basi haipaswi kutumika kwa namna tofauti isipokuwa namna ile tu ambayo imekusudiwa kwa mujibu wa sheria. Lakini pia mazingira mengi ambayo ameyasema kwamba katika mazingira haya kwamba hizi taasisi binafsi hazitakiwi kutoa taarifa, hata chombo hiki kwa mfano cha redio. Kama kuna taarifa ambayo kimsingi inatakiwa irushwe, nafikiri mnafahamu kwa mujibu wa sheria kwamba bwana akisema bwana usirushe hii, huwezi kwenda nayo. Na pia haina maadili kidogo, unaiacha. Ni sahihi kabisa, kwa sababu lazima izingatiwe taratibu zote. Media Act, sheria inasema kwamba katika mazingira kama haya kwanza lazima ubalance story. Kwa mfano unapopata taarifa fulani ya mtu fulani kafanya jambo fulani, sasa usirushe bila kumsikiliza, haki ya kusikilizwa. Kwa ina maana right to be heard inakwenda kwenye msingi wa haki za binadamu, kwamba umerusha taarifa ya mtu fulani ambao hujamsikiliza kama ina ukweli au haina ukweli. Vyovyote itakavyokuwa, aseme kama ina ukweli, irushe kama ilivyo. Na ndio maana tunasema lazima ubalance kwa mujibu wa sheria, kwamba sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi, taarifa ni ya kwangu, sawa, umeisikia, una haki ya kuirusha. Ni ya kwangu, sawa, umeisikia. Kuisikia hiyo taarifa haikufanyi wewe sasa uirushe. Ni ya kwangu mimi, kusikia ni jambo moja, lakini kuirusha, ridhaa yangu iko wapi? Na ndio maana sheria hii imekuja mahususi kwa ajili ya kulinda taarifa binafsi. Wakili amesema hapa kwamba
hata loji ukienda guest hotelini kuna baadhi ya vitu hulazimiki kusema, kwa sababu kweli kuna mazingira mengine mtu anaficha jina lake, identity yake. Mtu pale amekwenda pale kwa kazi maalum, kwa mfano anakwenda pale kwa kazi maalum. Sasa tunaposema kazi maalum unafahamu. Sasa anafika pale akiandika kwamba bwana mimi nimelala hapa mtu fulani. Sasa hata kama kuna kitu anataka kukifanya pale, tayari pengine kitajulikana kwamba mtu fulani amekuja hapa huyu. Pengine anafanya utafiti wa jambo fulani, anafanya uchunguzi wa jambo fulani. Na kama kuna mhalifu eneo lile anaondoka. Kumbe basi unapoficha jina kwa manufaa hayo sasa inakubalika kwa mujibu wa sheria kwamba hulazimiki kutaja jina lako, hulazimiki kutoa taarifa zako zingine, umri wako, kabila lako, hulazimiki, kwa sababu pengine zikionwa mtu mwingine anaweza kuzitumia vibaya, au unaweza usifanikishe kile ambacho unakusudia kukifanya katika eneo husika. Lakini pia sambamba na hapo, kabla ndugu mwandishi, kwamba wakili amesema hapo kwamba wakati mwingine kama nilivyosema kwamba mtu anapoficha jina anapokwenda hotelini, wakati mwingine tunalazimika, kwa mfano lengo la kuandika, kama huna sababu ya kuficha, kama huna sababu ya kuficha usifiche, kwa sababu kuna faida mojawapo ya kuweka jina lako kwenye eneo la hoteli. Faida yake ni nini? Unaingia kule, unapumzika, umepatwa na umauti. Sasa guest attendant, kwa maana mhudumu wa guest au mmiliki wa guest, au hata polisi wakija pale, hawatojua umetokea wapi, unaitwa nani, taarifa zako zikoje. Kwa hiyo kuna faida pia, kama huna sababu ya kuficha jina, kama huna sababu usifanye hivyo, kama huna sababu za msingi. Japo sheria inasema unaweza ukaficha jina, lakini kama huna sababu za msingi usifiche jina. Na msikilizaji, huyo ni wakili Melito Ukongoji ambaye ametupitisha, lakini pia akichangia zaidi kile ambacho wakili Susan Barnabas ambaye alitupitisha kwenye issue hizo, kwenye haki ya mtoa taarifa binafsi, lakini pia kwenye sheria hii ambayo inahusiana na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Lakini pia kwa wewe ambao unatusikiliza kwa sasa, kama una mchango wako, una chochote unahitaji zaidi kuuliza, una nafasi ya kupiga simu ama kutuma ujumbe wako mfupi. Piga simu kwa sasa kupitia nambari ya simu 0782611178. Piga simu, uliza swali lako, changia kile ambacho tunakizungumza hapa kuhusiana na sheria ya ulinzi wa taarifa binafsi. Naruhusiwa kwa sasa, lakini pia una nafasi ya kuweza kutuma ujumbe wako mfupi kupitia nambari ya simu 0746112235. Tuendelee kwenye mada hii wakati tunasubiria simu ya msikilizaji hapa. Kuna kitu ambacho wakili Susan alikizungumza hapa kwamba mtu ana haki ya kupinga taarifa zake binafsi zisitolewe, sio? Kwamba tuchukulie mfano, labda taarifa zinahitajika za hospitalini, sio? Alikuwa anaumwa nini na nini, kile ambacho kilikuwa kinamsumbua. Anawezaje mtu ambaye alikuwa anaumwa lakini labda amepona, amefanya nini, taarifa zake akapinga kwamba msizitoe hizi taarifa labda kwa kulinda hiki na hiki kwa kwangu, ili hali labda kuna mahitaji, labda taasisi fulani ama tuseme ni zinahitajika data fulani kwa ajili ya matumizi ya baadaye, kwamba tulikuwa na wagonjwa kadhaa, taarifa zao zisitolewe. Kupinga, anawezaje kupinga? Asante sana ndugu mtangazaji. Naomba nilijibie hili, mwenzangu pia nafikiri kama atakuwa na nyongeza atalisemea. Tunaposema ulinzi wa taarifa binafsi, unapokwenda hospitalini, taarifa binafsi utaziweka pale, kwa maana utamueleza daktari. Lakini kinachozuiliwa hapa sasa, kwa sababu hospitali ni taasisi, kama awali ambavyo mwenzangu alisema kwamba taasisi inapokuwa na taarifa zako binafsi, au mtu binafsi anapokuwa na taarifa zako wewe binafsi, sasa hapaswi kuzimisuse kama mwongozo unavyosema, kumisuse, au kama atazitumia basi iwe lawful, azitumie katika namna halali kwa mujibu wa sheria. Lawful kwa maana asizitumie unlawful. Haya, taarifa binafsi, kwa mfano unakwenda hospitalini unapata vipimo, unajulikana kama una kansa, unajulikana kama una ukimwi, unajulikana kama una nini. Sasa zile ni taarifa zako binafsi. Daktari wako na wewe pekee ndio mnatakiwa mjue
Daktari hatakiwi, na hata katika miiko ya madaktari kila kada ina miiko yake. Daktari hatakiwi kutoa taarifa zako binafsi. Sasa akitoa ndo tunasema ana misuse, anazitumia kwa namna ambavyo isiyotakikana kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa sheria. Lakini kama zile taarifa ambazo umepimwa, umegundulika una shida 1 2 3, zile taarifa zinahifadhiwa hospitalini kwa mujibu wa sheria. Lakini kama kuna chombo kingine kinahitaji taarifa sasa rasmi, na chombo hicho kinakuwa moved na sheria kwamba kinatakiwa kikusanye data ambazo kutoka hospitalini kujua labda ugonjwa wa ukimwi kwa mwezi huu umepatikana wangapi mkoa wa Tabora, hiyo iko kisheria. Lakini wale wanaochukua ni taasisi pia. Ile taasisi pia haitakiwi kumisuse hiyo taarifa. Kuwa na data ni jambo moja, lakini kinachozuiliwa hapa ni kumisuse, yani kutumia kwa namna ambayo si halali hizo data zako ambazo ni taarifa binafsi za kwako. Kwa hiyo haikatazwi kuacha taarifa zako hospitalini, kwa maana majina yako ni na nini unaweka pale, lakini katika mazingira ya kawaida sasa kitakachoonekana baada ya vipimo, zile ni taarifa zako pia, zile ni binafsi, ni za kwako wewe. Unatakiwa ujue wewe na daktari wako na hata mtu mwingine. Kwa mfano, kuna baadhi ya maeneo, let's say nitoe mfano, unakwenda shuleni, unamwambia mwalimu usinichape matakoni au usinichape mkononi, ninaumwa mimi, nina shida, nina matatizo haya. Atakuuliza unaumwa nini? Hapo mipaka inaanzia hapo. Ile ni taarifa binafsi ya kwako wewe na daktari wako. Kwa hiyo taarifa binafsi tunaposema kwamba sema mimi nitakuchapa tu, unaumwa nini wewe? Unaumwa nini? Niambie, kwa nini nisikuchape matakoni au nisikuchape mikononi? Sasa mazingira yale hulazimiki na wala hutakiwi kumpa taarifa zile. Kama utapenda unampa, lakini zile ni haki yako ya kuficha zile taarifa, ni za kwako wewe mwenyewe zile taarifa. Kwa hiyo mazingira kama hayo, tunaposema taarifa binafsi kama ulivyouliza za hospitalini, ni zile ambazo zimeshapatikana, lakini hospitali kama taasisi haitakiwi kudiverge, kutoa zile taarifa kwa mtu mwingine ambavyo isivyo halali. Ila inaweza ikatoa kama inatakiwa na taasisi nyingine na chombo kingine kwa ajili ya data kwa mustakabali wa taifa hili. Na tuendelee, wakili Susan. Tulikuwa tuendelea na kipengele cha tuna sheria, kwa hiyo kuna vitu ambavyo mtu akivifanya inakuwa ni kosa. Tuendelee navyo hivyo. Karibu. Sawa. Katika sheria hii ya ulinzi wa taarifa binafsi kuna makosa ambayo mtu akiyafanya tunasema amevunja kanuni na taratibu ambazo zimewekwa na hii sheria. Na miongoni mwa hayo makosa, kwanza tunakosa la kwanza kabisa ni kwamba taasisi inaposhindwa kujisajili kwamba yenyewe inahusika na kukusanya hizo taarifa, ama ikatoa taarifa za uongo wakati wa kujisajili kwa mujibu wa kifungu cha 19. Kwa hiyo hapo tunasema huyu mtu ama hii taasisi imetenda kosa, ambapo adhabu yake ni aidha kufutiwa usajili ama kutokusajiliwa kabisa na mkurugenzi wa Tume ya Ulinzi wa Taarifa Binafsi, kwa sababu yeye ndo anahusika na masuala yote. Lakini pia haya makosa sio kwamba hilo ni kosa ambalo tunaliangalia kwa upande wa taasisi, lakini kuna makosa ambayo mtu akiyafanya tunasema ni makosa ya jinai. Na sheria ya makosa ya jinai iko wazi kwamba mtu atapewa aidha alipe fine ama apewe kifungo. Sasa ni makosa gani ambayo yanaangukia katika hizi adhabu? Kutoa taarifa za mtu ambazo zimekusanywa pasipo kuzingatia kwamba hizo taarifa unazitoa kwa minajili gani. Tunasema huna ridhaa ya mtoa taarifa, yani mimi taarifa zangu afu umezitoa pasipo ridhaa yangu. Mimi nimekupa taarifa zangu kwa minajili kwamba mimi ni mgonjwa, nimekuja hospitali, nimedisclose matatizo yangu na taarifa zangu. Wewe umezitoa hizo taarifa, let's say umezipublish kwenye social media pasipo kuwa na sababu yoyote ya msingi. Manake kuna tofauti kati ya kuchapisha taarifa kwa sababu labda unafanya research, na mtu anayefanya research kwa mfano atatumia numbers kwenye kutoa tunasema kwenye kutoa takwimu kwamba ana wagonjwa, hospitali imepokea wagonjwa 200, lakini hasemi hao wagonjwa 200 ni nani, hata fulani alikuwepo. Sasa huyo tunasema ametoa taarifa general, lakini haja disclose personal data za watu. Huyo tunamsema hatuwezi kusema ametenda kosa. Lakini yule mtu ambaye anaenda anatoa zile taarifa pasipo kuwa na ridhaa ya mtoa taarifa,
huyu anakuwa ametenda. Lakini pia kutoa taarifa kwa mtu wa tatu. Mimi nimekuja hospitali peke yangu, nimeonana na daktari nikiwa peke yangu. Kwa hiyo yale majibu ambayo daktari atayatoa itabidi ayatoe kwangu tu na asiyatoe kwa mtu mwingine. Tunasema asidisclose kwa mtu wa tatu. Kwa hiyo akifanya hivyo amekuwa ametenda kosa. Kwa hiyo zile situation ni kwamba mtu kaenda na mgonjwa, kaenda labda na ndugu yake. Sasa hizo ni exception. Anaelezwa ndugu yake, kwa hiyo inakuwa nao ni kosa. Hiyo ni exception to the general rule. Kuna moment ambao ukienda lazima uwe na mtu mwingine. Let's say umeenda hospitali, mimi siwezi kuongea, siwezi kutembea, siwezi kufanya kitu chochote. Nitaenda na mtu mwingine. Let's say mamangu. Mamangu atakuwa na haki ya kupewa zile taarifa kwa sababu mimi si unakuta hata kutoa hayo maelezo kwamba ninaumwa hiki na hiki siwezi. Inakuwa shughuli. Lakini sasa yeye daktari kama mpokea zile taarifa hatakiwi tena kuja kumwambia mtu mwingine. Ukimtoa mamangu na mimi mgonjwa mwenyewe, hatakiwi kuja kumwambia mtu mwingine. Hapo nadhani tumeelewa. Lakini pia kutoa taarifa yani pasipokuwa na tunasema mtu ambaye anatoa hizo taarifa yeye wewe unaziuza taarifa zake pasipo yule mtu mwenyewe kufahamu. Hapa pia tunasema kuna kwenye exception yake kwamba labda mtu ametoa taarifa zake, yeye mwenyewe amekubali kwamba taarifa zangu zitolewe, lakini kwa purpose ya mauzo. Zikitolewa yeye mwenyewe mtoa taarifa akiwa amekubali kwamba kama ni tangazo ama mauzo yafanyike ya bidhaa sawa, lakini ukizitoa pasipo yeye kuzinanilia kusema kwamba mimi nazitoa kwa ajili ya mauzo ni kosa chini ya hii sheria. Lakini akasema kupata taarifa za mtu sawa, tunasema kukusanya taarifa za mtu na wakati wewe mwenyewe hauko authorized kuzikusanya na kuziprocess, ndio tunarudi pale kwamba lazima uwe umesajiliwa. Sawa. Lakini kosa jingine kuharibu data, kufuta, kuharibu iwe kwenye mfumo iwe kwenye nini, alafu pasipo kuwa na nanilia. Tunasema let's say mtu ameingia kwenye mfumo akafuta taarifa, let's say ameingia hapa kwenye hii redio akafuta taarifa za wafanyakazi wote pasipo sababu ya msingi. Kwa hiyo hatujui kwamba wewe ulilipwa mshahara mwezi ulipita, mwezi uliopita kama ulilipwa mshahara, kwa sababu ukija ukisema unatudai mshahara wa mwezi uliopita hatuwezi kupata taarifa hizo. Kwa hiyo kufuta taarifa, delete, kufuta, kufanya nini wanaita kufanya usahihi, unasahihisha taarifa za mtu. Mimi naitwa Susan Barnabas, naitwa Susan Jacob Barnabas, wewe unaenda unafuta unaandika Susan John Barnabas, huyo ni mtu mwingine. Kwa hiyo hiyo yote inakuwa ni makosa, kuhalili taarifa za mtu pasipo kuwa na mamlaka. Lakini pia tunasema haya yote makosa haya yote ambayo tumeyachambua hapa yana adhabu zake. Na adhabu zake ni aidha kulipa fine kwa mujibu wa sheria, kuna viwango vya fine ambavyo vimewekwa. Lakini pia kama ni kampuni, tushawahi kupresent mada tukasema kampuni inapofanya kosa kuna watu ndani ya kampuni tunawachukua wanananilia. Kwa hiyo kama kampuni itatokea na yenyewe inahusika katika kudhibiti uvujaji wa hizi taarifa, ikitokea kampuni imefanya sasa hilo kosa, tutakuja kuangalia watu ambapo waliopo ndani ya kampuni ambao sasa ni either walipe fine ama kifungo. Sasa tunasema haya yote yanafanyika ni kwa minajili kwamba haya makosa yote mtu akifanyiwa anaweza kwenda mahali ambapo panahusika. Na ataenda katika hiyo mahali panapohusika kwa njia tofauti tofauti. Kwa mfano, mtu akiona taarifa zake zimechapishwa, anaweza kaenda yeye mwenyewe, polisi akatoa taarifa, polisi wakafungua jarada. Lakini mtu huyo anaweza kwenda kwa kamishna wa hii tume ya ulinzi wa taarifa binafsi akapeleka malalamiko yake, na kamishna akatoa tunasema wito kwa mtu ambaye amesababisha hizi personal data kuchapishwa pasipo ridhaa ya mtoa data, na huyu mtu akapewa adhabu. Lakini anaweza akaenda kwa polisi. Sasa akienda polisi wakafungua jarada la uchunguzi, mwisho wa siku ile jarada la uchunguzi huwa linapelekwa ofisi ya taifa
ya mashtaka. Kwa hiyo ofisi ya taifa ya mashtaka kupitia wanasheria wake, mawakili wa serikali, wanaweza wakafungua kesi ya jinai huyu mtu akaweza kupata haki yake. Lakini pia huyu mtu ambaye anaona nani zake, taarifa zake zimetolewa pasipo ridhaa yake, anaweza akaenda akafungua kesi ya madai. Tunasema civil suit, akafungua kesi ya madai ambapo katika mahakama zetu, na akaweza kudai either alipwe fidia ama kwa mujibu wa sheria akalipwa hizo faini ambazo zimewekwa. Muda wetu umekimbia na tupo nje kabisa ya muda, tumeshaanza kula muda wa watu, lakini pengine ni nini cha kufanya ama nini cha kuzingatia kwa makampuni haya ama private sector hizi ambazo zimepewa mamlaka ya kukusanya data na kuchakata data, lakini pia kwa mwananchi ambaye yeye anajua kila kitu anachokitumia, anachokikuta mtandaoni ni sawa kwake? Nini cha kuzingatia kwa huyu mwananchi, lakini pia kwa haya makampuni? Wakili Merito. Asante sana ndugu mwananchi, nashukuru na namshukuru mwenzangu pia kwa kuelezea mazingira yote kwa ujumla wake. Ushauri wetu sisi kwa mwananchi wa kawaida, anapoikuta taarifa kwenye mitandao, aisome aiache, lakini asiirushe tena kwa namna nyingine na wala asitumie kwa namna nyingine. Lakini pia wito wetu mwingine kwa mwananchi wa kawaida au taasisi, inapopata taarifa kwa ajili ya matumizi ya taasisi husika, basi ibaki hivyo, kwa matumizi ni kwa ajili ya taasisi husika na kwa mujibu wa sheria. Lakini hata kama ni taasisi, basi isiweze kutoa zile taarifa pasipo ridhaa ya mhusika. Kila mmoja wetu azingatie, afuate sheria. Na niseme tu labda kwa kumalizia, ndugu mtangazaji, kwamba uwepo wa hii sheria ambapo imeanza kutumika mwaka 2023 mwaka juzi, imekuja kuweka sawa mambo mengi zaidi. Awali mtu akikuambia mfano, ndugu mwandishi, wewe labda yuko kwenye mkutano wake wa hadhara pale, anakuchukia na sababu huyu ana ukimwi huyu, mbele za hadhara, jamii sasa itakutenga, haitokuwa karibu, watu hawatokupenda tena, amekuchafua. Sasa kabla ya ujio wa hii sheria, tulikuwa tuna mtu kama yeye unaweza kumshtaki kwa defamation, amekuzalilisha, defamation, unampeleka mahakamani na kulipa fidia. Lakini atalipa fidia tu ya kukuzalilisha endapo kama itathibitika hauna hicho ambacho alichokisema. Lakini akithibitisha kwamba kweli unao au una hicho ambacho alichokisema, anaonekana hana hatia kwa sababu ameeleza ukweli. Lakini hii imesema hii sheria hii sasa hii imekuja na 40 kwamba hata kama ni sahihi, lakini still itabaki kwa taarifa zako binafsi, hakupaswa kuzitoa kwa mbele ya hadhara. Kwa sheria hii imekuja kutibu mambo mengi zaidi. Imekuja kutibu mambo mengi zaidi, ambapo kimsingi kila mmoja akiheshimu na kuitii, basi tunaamini kwamba kila mmoja atafanya kazi kwa weledi katika misingi ambayo inatakikana kwa mujibu wa sheria. Asante sana, nashukuru. Kwa taarifa hiyo sasa, kwamba aseme kwamba na ukimwi alafu nikikutwa sina na nisipokuwa nao ni kwamba anakuwa huru. Kwa sababu amekutangaza. Lakini sheria inasema kama akiweza kujustify kile ambacho amekisema hadharani, akiweza kukithibitisha kama ni kweli, basi hawezi kulipa ile fidia, ile faini, pengine angeweza kupatikana na hatia kule mahakamani. Lakini kwa sababu pengine kama ikionekana alichokisema sio sahihi, ndipo atatakiwa kulipa. Lakini kama akithibitisha kama ni kweli unacho, amesema yuko sawa. Lakini sheria hii imekuja kukataza pia, hata kama ninacho ni cha kwangu, upaswi kukitoa hadharani, upaswi kumwambia mtu mwingine. Kwa sheria hii imekuja kuondoa hilo tatizo ambalo kimsingi lilikuwa kwa muda mrefu.